Kwanza kwa majina, mimi naitwa Abdalla Pocho, ni katibu tawi la Yanga la Kilosa mjini. Ndugu mtangazaji, kwa swali ambalo umeniuliza, ni kwamba kweli ubingwa mwaka huu ulikuwa kwa jasho na damu. Lakini hii sio ajabu. Ni ligi imekuwa. Kwa sababu tunaambiwa ligi sasa hivi ni katika Afrika ni ya tano kama sikosei kwa ubora. Kwa hiyo hii tuipongeze TFF kwanza kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Kwamba ilikuwa miaka ya nyuma utakuta Simba au Yanga anachukua ubingwa bado michezo Mbeya na michezo 6 mpaka 5 au 4. Lakini ubora wa ligi ndio umepelekea mpaka hivi klabu ya Yanga sisi kuchukua ubingwa bado pointi 2. Hii inazilisha kwamba ubora wa ligi. Na sio kwamba eti kikosi chetu sio kizuri, hapana. Kikosi kizuri, isipokuwa wachezaji wa timu zingine kwamba wameimarika zaidi. Mimi hiyo sikubaliana nalo. Kwa sababu ukisema kwamba imeshuka ubora, umeshuka ubora kivipi? Kwa sababu msimu wa mwaka jana Yanga imechukua ubingwa kwa tofauti ya pointi 1 tuna Simba. Mwaka huu Yanga imechukua ubingwa tofauti ya pointi 2. Sasa unaposema kwamba haina ubora, sijajua hapa wao ubora wamesimama kwenye nini mpaka waseme sio ubora. Kwa sababu ukiangalia wachezaji wamefunga. Ni timu ambayo ina magoli mengi kuliko timu yoyote. Na ukiangalia hata kwenye ufungaji wa magoli, ni Yanga ndio ina wachezaji wengi ambao katika top scorer ya magoli kuliko timu yoyote. Unajua katika mpira siku zote uwezo ukawa vile vile tu. Kuna mwaka utacheza utakupo hivi. Yaani inategemea kwamba siku mmeamkaje. Lakini sisi nasema hivi, Yanga bado liko ni bora. Wachambuzi wao na muono wao. Lakini kama sisi wenye Yanga yetu tunasema kwamba Yanga haijashuka ubora kwa sababu wanachambua ndio, lakini bado vile vigezo hawatupi sababu. Sisi sababu zetu ndio hizo, kwa sababu unaposema kwamba imeshuka ubora, tuambie imeshuka kivipi? Wakati timu ilikuwa na magoli mengi, na ndio timu ambayo haijafungwa magoli mengi, ni timu ambayo imetoa wachezaji wengi ambao wana magoli mengi kwenye kufunga kuliko klabu yote. Sasa hapo labda waje watuambie kwamba imeshuka ubora kwa vigezo vipi. Lakini sisi nasema Yanga haijashuka ubora. Yanga ni ile ile tu. Huo ndio ubora wa Yanga. Ukisikia ubora wa Yanga uko hapo. Kwa maana Yanga inapokusajili uje utumikie Yanga. Sasa ukafika pale uwezo wako baadaye pengine kulipotoka uko unacheza vizuri. Lakini sasa unakuja na kukutana na falsafa za Yanga. Yanga mpero zini tunataka kasi, tunataka magoli. Sasa mchezaji anaingia kwenye mfumo hauwezi, ndio kilichopelekea mpaka kutolewa kwa mkopo, wengine kuachwa. Kwa sababu amekuja pale mchezaji amekutana barabara pengine na Mdathili yuko wa moto. Amekutana na Singeli yuko wa moto, amekutana na Ndubu wa moto. Sasa wewe umeshindwa kuingia kwenye mfumo, lazima utaachwa. Hapana, hapo naweza nikasema kwamba nini, Simba nao mwaka huu kidogo wajitahidi kurekebisha timu yao. Na bado waitusumbua. Kwa mfano ukiangalia sisi bado sema tuko bora zaidi. Simba alitutangulia goli 2. Lakini mtu ametoka nyuma tukaje tukasawazisha. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba Simba mwaka huu kidogo wamejitahidi timu yao kuimarisha, ndio maana wametupa changamoto. Kwa kweli Yanga msimu ujao watu wajishike. Hii ni siri ya kambi, tunasema ni siri ya jeshi. Sisi wana Yanga wenyewe tunajua kwamba ile miaka 10 tuliosema kwamba tuchukue miaka 10 mfululizo itatimia. Kauli mbiu yetu mwaka huu tunasema mwakani tena. Hii mwakani tena watu waishikilie, na ndugu mtangazaji na kwamba ishikilie. Hiyo mwakani tena kweli kweli. Yanga ambao wanaijua kama ni gari, tunaweza kusema gari ambayo imefungwa piston 800 ambayo haijawahi kutokea duniani. Basi Yanga mwaka huu, msimu huu unaokuja itakuwa ya moto sana, sio hii ambayo tunaijua. Mimi naiona sawa, kwa sababu kwanza mamlaka husika wao wanatakiwa wajiulize kwa nini Yanga anatumia nyumba ambayo iko nje ya uwanja. Kuna nini mule kwenye uwanja wa Meja Samuya? Yanga sio watoto. Yanga ni watu wazima, na tunaongozwa sisi na ambao viongozi wenye upeo hali ya juu na uelewa hali ya juu. Na ni binadamu kama hivyo wengine. Sasa mpaka unafanya vile kuna sababu. Sasa sababu ile ndio TFF na mamlaka wakae nao. Kuna nini? Wasikilize yale madai kwamba kwa nini viwanja vingine Yanga wanaingia kwenye vyumba.
lakini wakifika pale hawaingii. Kuna nini mule ndani? Kwa hiyo hii sio swala kukurupuka, ni swala ambalo mimi nauamini sana uongozi wangu, na kile wanachokifanya mimi nawaamini sana kwamba wako sahihi na ndio furaha yetu, lakini mamlaka husika waulize kuna nini, watapata majibu. Mimi na katika mpira ninasema hivi, kuna vitu vitatu kwenye mpira. Kuna shabiki, huyu shabiki yeye ana uwezo kusema chochote, alafu kuna mwana sports. Katika mpira kuna mtu mwingine anaitwa mweledi, anayeujua ule mpira. Sasa anayeongea kwamba Yanga ilibebwa kwa sababu ya waamuzi, naweza nikasema ni mashabiki, lakini kiufundi uweze kusema hivyo. Na ndugu mtangazaji, ukumbuke hakuna kifo ambacho hakina sababu. Tumezoea mashabiki wa Tanzania wakikosa kufanikiwa atasingizia hichi singmara au kiongozi fulani kana rushwa kwa sababu amekosa. Hiyo wanaposema kwamba waamuzi wanaibeba Yanga, tukumbuke hata kipindi kile nako sisi tulikuwa tunasema kwamba hivi Simba naye anabebwa. Sasa TFF ambebe nani, wamwache nani? Je, watakuwa na migongo mingapi ya kuwabeba watu hapo? Kwamba huu kwa sababu umekosa ubingwa lazima useme. Tukumbuke kwamba wakati wanasema kwamba Yanga anabebwa, Yanga ilifungwa na Dodoma Jiji. Je, pale nako Yanga ilibebwa haijabebwa? Yanga tukatandikwa na Azam goli 3 kule Mwanza. Yanga ilibebwa haijabebwa? Kwa hiyo Yanga inaposhinda wasema wamebebwa. Wao wapinzani wetu mashabiki wa Simba wanapopata matokeo wao wanakuwa bebwa hawabebwi. Yale mengine yanakuwa ni madhaifu tu ya waamuzi. Muamuzi ni binadamu kama walivyo binadamu wengine. Muamuzi yupo kama yote nyumbani kwako. Kuna siku nyingine unakosea mpaka mke wako, unamkosea mpaka watoto wako. Kwa hiyo muamuzi kukosea sio kama amekula rushwa. Muamuzi binadamu, kuna muda mwingine pressure ya mchezo. Leo tunaona kombe la dunia, hakuna waamuzi wanaokosea. Kwa hiyo hakuna kubebwa kama hizi ni sababu. Je, tungekuwa tumefungwa hivi na JKT tukakosa ule ubingwa, wangesema kwamba Yanga alikuwa amebebwa? Haya ni maneno tu ya mashabiki. Sawa. Tunaelekea kwenye uchaguzi wa Yanga. Na katika tunaona nafasi ya rais Engineer Hersi na makamu wake hawana upinzani. Wewe unafikiria kwa kile walichokifanya kwa muda huo miaka 4 wanatosha kuendelea kuongoza klabu? Tena wanatosha sana, sio kidogo. Engineer na kamati yake, tunasema engineer ndio anayeongoza jazi la Yanga akifuatiwa na Arafati. Ni viongozi walikuwa mahiri, viongozi bora na ndio kwamba wametupa furaha. Hebu nikwambie ndugu mtangazaji, Tanzania hii katika vilabu vyetu hivi kuna kiongozi gani ambaye yeye ameweza kuchukua ubingwa mara 5 mfululizo na mara 4 mfululizo? Kwa sababu nakumbuka engineer ameingia kuelekea mwaka 2022, lakini mpaka leo hii amechukua vikombe vingi na amechukua ubingwa wa NBC mara 4 mfululizo chini ya utawala wake. Hebu niambie kwamba ni mwenyekiti gani, ni rais gani, kiongozi gani alifanya hivi? Kuna sababu gani ya kumnyima kula huyo? Kuna sababu gani ya kutokuendelea kumpa uongozi Yanga? Sasa hivi tuna mpango wa nani wa uwanja tayari, tunaona matokeo yake na tunajua kwamba muda sio mrefu, pengine Mungu akipenda msimu unaokuja ligi ya 26-27 kama sio ligi ya mwisho sisi kucheza pale, basi ya katikati tutacheza katika uwanja wetu. Wanatosha sana mimi nasema. Na niwapongeze wale ambao walikuwa wamekaa pembeni na kumwachia nafasi engineer. Kwamba mimi nasema hivi wameitendea haki ile nafasi, kwamba mgombea pekee na Arafati. Jazi letu walipeleka vizuri sana. Mimi wito wangu wa mashabiki wa Yanga nikiwa kama kiongozi wa tawi, nasema kwamba hivi Yanga mbele daima nyuma mwiko. Cha msingi wala Yanga tushikamaneni kwa umoja wetu. Sisi tuna utatu wetu. Tuna umoja wetu tunaofanya kwamba kama tendaji na majukumu yake, benchi la ufundi na majukumu yake, matawi na mashabiki na majukumu yao. Umoja huu tuofanya 25-26 ndio umoja huu tuufanye 26-27. Tutulie, tusiingie kwenye mitego ya watu ambao si watu wa mpira. Tusiingie kwenye mitego ya wapinzani wetu ambao tayari wameshafeli. Kwa hiyo tushikamaneni na uongozi ambao tutakoingia madarakani, tuendelee na umoja ule mashabiki, na waomba tu watulivu.